Masomo ya Misa Takatifu, sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, mwaka A. Somo la kwanza, Yoshua bin Sira, sura ya 3, mstari wa 2 hadi 6, kisha mstari wa 12 hadi 14. Somo katika kitabu cha Yoshua bin Sira. Bwana alimtukuza baba kwa ajili ya watoto, na alithibitisha haki ya mama kwa ajili ya wana. Amheshimuye baba hufanya upatanisho wa dhambi, naye amtukuzaye mama yake ni kama mtu anayeweka akiba. Amheshimuye baba atafurahishwa na watoto wake, na katika siku ya sala yake atasikilizwa. Amtukuzaye baba atapata maisha marefu, naye anayemtii Bwana atamstarehesha mama yake. Mtoto, umsaidie baba yako katika uzee wake, wala usimhuzunishe katika maisha yake. Hata akipungukiwa na ufahamu, umvumilie kwa upole, wala usimdharau uwapo katika nguvu yako yote. Maana wema kwa baba hautasahauliwa, na utakusaidia kukupatia msamaha wa dhambi. Neno la Bwana. Sifa kwa tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 128 mstari wa 1 hadi wa 2, 3, 4 hadi 5. Kiitikio: heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Hakika utakula matunda ya kazi ya mikono yako, utambarikiwa na kupata fanaka. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao ndani ya nyumba yako, wanao kama machipukizi ya mizeituni, wakizunguka meza yako. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Ndivyo atakavyombarikiwa yule amchaye Bwana. Bwana na kubariki toka Sioni, na uione fanaka ya Yerusalemu siku zote za maisha yako. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Somo la pili, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 hadi 21. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai. Ndugu zangu, kama wateule wa Mungu, watakatifu na wapenzi wake, jivikeni moyo wa huruma, wema, unyenyekevu, upole na subira. Mvumiliane na msameheane, na kama mmoja analalamiko dhidi ya mwenzake,
Basi kama Bwana alivyowasameheni, nanyi mfanye vivyo hivyo. Zaidi ya hayo yote, ongezeni upendo ambao ndio kifungo cha ukamilifu, na acheni amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu, maana kwa ajili yake mmeitwa kuwa viungo vya mwili mmoja. Muwe na shukrani. Neno la Kristo likae ndani yenu kwa wingi, katika kufundishana kwa hekima na kuhimizana wenyewe, na katika zaburi na nyimbo na tenzi za kiroho, mkiimba kwa shukurani kwa Bwana. Yote mfanyayo kwa maneno au matendo, yafanyeni kwa jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa njia yake yeye. Enyi akina mama, watiini waume zenu kama ipasavyo katika Bwana. Enyi waume, wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu dhidi yao. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika yote. Kwa hiyo inapendeza kwa Bwana, enyi akina baba, msiwachokeze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu. Neno la Kristo likae ndani yenu kwa wingi. Somo la Injili. Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 hadi 15, kisha mstari wa 19 hadi 23. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Walipoondoka mamajuzi, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto akisema, amka, umtoe mtoto mchanga na mama yake, ukibilie Misri. Kaa huko mpaka nitakaposema nawe, kwa maana Herode ataka kumtafuta mtoto mchanga amwangamize. Alipoamka, alimtoa mtoto na mama yake usiku, akaondoka kwenda Misri. Akakaa huko mpaka kifo cha Herode. Hivyo neno alilolisema Bwana kwa njia ya nabii likatimia, kwamba nalimuita mwanangu kutoka Misri. Basi Herode alipokufa, tazama, malaika wa Bwana akamtokea Yosefu katika ndoto huko Misri akasema, amka, umtoe mtoto na mama yake, uende katika nchi ya Israeli, kwa maana waliotafuta uhai wa mtoto wamefariki. Basi akaamka, akamtoa mtoto na mama yake, akaenda katika nchi ya Israeli. Aliposikia ya kuwa Arkelao anatawala Yudea, mahali pa baba yake Herode, aliogopa kwenda huko. Akionywa tena na Mungu katika ndoto, akaelekea pande za Galilaya. Huko akakaa katika mji uitwao Nazareti, kusudi litimie neno lililosemwa na manabii, ataitwa Mnazareti. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.